na ujasiri wa hali ya juu sana dhidi ya chama chetu, na kwa kweli nataka niwaambie mmetupa nguvu sana viongozi kuendelea kufanya kazi, kwa sababu mazingira kama haya walitegemea kila siku wao wanasikia viongozi wanajiuzuru, kila mkoa unajiuzuru. Nasimama mbele yenu nikiwa na furaha, nawaambia tangu mashambulizi yote haya yafanyike kwenye chama chetu, kamati kuu ya chama chetu imebaki kuwa intact, imebaki kuwa kitu kimoja. Ameondoka mjumbe mmoja tu wa kamati kuu, aliyekuwa mwenyekiti wa kanda ya kati, mmoja tu peke yake kati ya wajumbe wote wa kamati kuu. Katika baraza kuu lenye watu 400 karibia na 52, wameondoka watu 35 tu. Katika mkutano mkuu wenye watu 1192 wameondoka watu 45. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hiki chama ni kwa kiasi gani kimeingia kwenye mioyo ya watu. Watu wengi kwenye siasa hizi ni watu ambao wanakuja kwa ajili ya fursa za udiwani, fursa za kuwa wabunge, fursa wakitegemea hata viti maalum, fursa wakitegemea chama kinashinda. Kumbe Chadema imefundisha nchi hii kwamba watu walioko Chadema sio watu wanaopigania fursa tu za kwenda serikalini kwa ajili ya wao kuwa madiwani. Unajua posho ya udiwani, mimi nimekuwa diwani. Sio watu wanaokwenda bungeni tu kwa ajili ya kupigania ubunge. Ni watu wana malengo ya makubwa ambayo wameweka kwenye kabati kuhakikisha wanapata nchi wanayohitaji. Lengo kura Chadema, tofauti na vyama vingine ambavyo watu wamo kwa ajili ya kufukuziana nafasi, lengo kura Chadema ni kuona nchi yetu ikiendeshwa katika misingi mizuri na watu wote tunanufaika na rasilimali za nchi hii. Ndio maana viongozi wengi wameshelf matumaini yao, matarajio yao, matamanio yao, wakaamua kuwa na chama katika kipindi hiki kigumu, kusimama na chama kuhakikisha tunapigania mfumo ambao tutashinda na tutaufanikiwa. Mfumo wa uchaguzi huru, uchaguzi wa haki, uchaguzi utakao tupatia viongozi wanaokubalika. Na nataka niwaambie kutoka kwa mwenyekiti, anafarijika sana. Kama mwenyekiti wetu alipokamatwa na kuwekwa ndani, angeanza kusikia chama kizima kinamegeka. Viongozi wa Tarime wameondoka, viongozi wa Msoma wameondoka, viongozi wa Bunda wameondoka, viongozi wa wilaya gani wameondoka, ingemkatisha tamaa sana. Yuko ndani katika mateso na hali yake mnaijua, lakini ni mtu mwenye furaha kwa sababu anajua watu wanaowapigania, watu wanaowaongoza ni watu ambao wako pamoja naye, ni watu wanaopigania malengo anayoyapigania. Kwa hiyo nataka na mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Nimepokea kwa moyo wa unyenyekevu sana salamu zenu za pongezi, na zinanitia moyo kupambana zaidi. Ninawashukuru sana, mnanitia moyo. Mama Susan Limo kipekee, nataka nikushukuru sana. Uwe unaongea na mimi tofauti na jinsi nilivyokuwa na kufahamu. Mungu akubariki sana. Unanibariki na unanitia moyo sana. Mara nyingi nikikaa na wewe mahakamani, unaongea na mimi, unanihurumia, unaona, unanishauri. Ninakushukuru sana. Nawashukuru sana kwa kweli wazee wetu wote. Nimepokea simu kutoka kwa mwenyekiti wa wazee kanda ya kaskazini. Nimekuwa naongea naye mzee wangu. Mara nyingi naongea na makamu mwenyekiti wa wazee Zanzibar kutoka Pemba. Ninawashukuru sana wazee wangu. Mzee Roitama nawashukuru. Mzee Jenerali Ulimwengu amekuwa nguzo kubwa sana kwetu. Ninawashukuru sana. Niseme mambo mawili tu kwenu. Nimesema siku ya wazee ilianzishwa ili kutambua mchango wa wazee. Tulipokuwa kwenye ziara, na mkisoma ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020, tulisema tutatoa kitu kinaitwa universal pension. Pension kwa watu wote. Mambo mawili tuliyosema tutafanya kwa watu wote. La kwanza ni bima ya afya kwa watu wote. Kila mtu kwenye nchi hii aliyezaliwa kwenye nchi ambayo ina Tanzanite peke yake duniani,
nchi ambayo ni ya 3 kwa dhahabu, nchi yenye mlima Kilimanjaro, nchi yenye Serengeti na Ngorongoro, nchi yenye ziwa Victoria na Tanganyika, nchi nzuri yenye ardhi kilomita za mraba 945. Tulisema kwenye ilani yetu ya uchaguzi 2020 aliyoinadi Lissu kwamba tungeshinda mamlaka ya nchi hii, kila mtu anastahili kupata bima ya afya, akiingia kwenye kituo cha afya chenye madawa atibiwe bure, kwenye hospitali atibiwe bure, na arudi nyumbani na atibiwe matibabu ya kibingwa kabisa. Na la pili tukasema wazee wote watakaotimiza umri wa miaka 60 katika nchi hii watapewa pension na serikali, universal pension. Ndio maana tunasema to recognize their contribution, kutambua mchango wao kwenye nchi hii. Na tulisema ni wazee wote kwa sababu mwalimu akistaafu anapewa pension japo ni kidogo, askari akistaafu anapewa pension, mtumishi wa serikali yoyote au wa makampuni au wa nini wanapewa pension. Lakini bodaboda akitimiza miaka 60 apewe pension. Je, huyu bodaboda hajengi taifa? Mtu anayechoma mkaa kijijini akifikisha miaka 60, ambayo maana ya kufikisha miaka 60 upewe pension kwamba nguvu zako sasa zinapungua, unanyemelewa na magonjwa zaidi, huwezi kuwa productive kama ulivyokuwa na miaka 40 50, sasa unastaafu. Wakulima anapofikisha miaka 60, kwa nini yeye apewe pension? Sisi Chadema tukasema hapana, kila mtu anatumikia taifa hili kwa kulijenga. Kibarua anayefanya ujenzi kwenye nyumba ya mtu binafsi, nyumba ambayo imenunua mifuko ya simenti iliyotoka kwenye kiwanda cha Twiga kinacholipa kodi, huyu mtu anajenga taifa. Mtu ambaye anaendesha bodaboda, bodaboda inayonunua tairi zinazolipa kodi, mafuta yanayolipa kodi, vipuli vya bodaboda vinavyolipa kodi, lakini pia pesa yake anayopata ananunua sukari inalipa kodi, huyu mtu naye anatumikia taifa kwa ujenzi wa taifa. Kwa hiyo hili taifa halijengwi na watumishi wa umma peke yake, linajengwa na Watanzania wote. Ndio maana Chadema tukasema kila anayetimiza miaka 60 tutampa pension ya serikali, regardless alikuwa anafanya nini. Alikuwa kibarua, alikuwa kwenye viwanda kama muuza chipsi, alikuwa popote, ili mradi tunatimiza miaka 60 atapewa pension. Tulizungumza kuhusu issue ya housing, nyumba bora za watu wetu kuishi. Serikali nyingi duniani zinafanya hivyo. Ukisikiliza ripoti ya CAG, ukisikiliza taarifa za serikali, ingawaji kwa sasa takwimu zinafichwa, asilimia 40 ya bajeti ya nchi yetu inaishia kwenye ufisadi na rushwa, kwenye mambo ya wizi. Ndio maana hivi karibuni tumeona vijana, watoto wa viongozi, mtoto wa miaka 26 akaunti yake ina bilioni 30. Ukiuliza amepataje hizo fedha hawezi kueleza. Katika umri huo, labda mtu ambaye angeweza kuwa na fedha hiyo ni mtu aliyevumbua Instagram au Facebook au nini. Mtu ambaye amefanya uvumbuzi ndio anaweza kuwa na fedha nyingi hivyo kwa ghafla kwa umri huo. Lakini mtoto mdogo ana bilioni 26. Maana yake nini, wazee wangu? Fedha nyingi za nchi yetu ambazo zingekuja kuwapa madawa, zingekuja kuwapa matibabu, zingewapa pension, zinatumika kwa rushwa na ufisadi. Zingewajengea nyumba nzuri za kuishi, zinatumika kwa rushwa. Imagine, nimemsikiza Mama Susan Ndimo anasema wazee ambao wako kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ni 7% tu. 7% sio ya Watanzania wote milioni 63. Tunazungumza 7% ya wazee ambao ni chini ya milioni 4. Wazee nchi hii ni 5.7%. Hawa ni watu milioni 4 ambao serikali inaweza kuwalipa hata shilingi 300,000 kila mwezi na bado isionekane kitu chochote kwa wingi wa fedha za serikali na fedha za malipo yetu. Sasa leo kama wazee ambao wako kwenye mifuko ya hifadhi, kwenye hifadhi ya jamii kwa mfano ya bima na nini, ni 7% ya watu milioni 4 na 500,000. This is a crisis.
Hao ni chini ya watu 400,000 kati ya watu 4,000,000 na 500,000. Hiyo ni crisis, ndugu zangu. Ina maana wazee zaidi ya milioni 4 na kitu wanateseka. Wazee milioni 4,100,000 au milioni 4,200,000 hawana matibabu, hawana pension, hawana namna yoyote ya kuishi. Wanaishi kwa kutegemea hisani za watoto wao, na watoto wa siku hizi kila mtu ana maisha yake. Akishaoa mjini anaangalia maisha yake. Sasa wazee wangu, ndio maana sisi Chadema tunataka tupiganie mfumo wa uchaguzi utakaotoa fursa kwa wazee. Unapopiga kura, ilete majibu ya kile unachokipigia kura. Nimemsikia Mama Susan Limo anazungumza kuhusu sheria na sera. Katika nchi hii, uwe na sheria, uwe na sera ni sawa sawa na hauna sheria na hauna sera, kwa sababu mfumo umeoza. Tuko kwenye impunity. Sheria kwa mfano ya treason, uhaini, ukiisikiliza leo, Lissu asingekuwa gerezani na mahakamani. Nimesema hata juzi tulipokuwa kwenye msiba wa baba Askofu Bagonza kwa baba yake, nimesema mbele ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, lakini Lissu yuko ndani. Kwa hiyo kwa watu wa aina hii, hata tukitunga sheria nzuri namna gani, wataivunja sheria. Nilikuwa namwambia ndugu yangu mmoja, wakoroni ni watu wabaya, tuliwachukia, lakini wakoroni hawakuwa wabaya kama CCM. CCM wamevuka level ya ukoroni. Mkoroni alitunga sheria yake. Mkoroni hakufanya kitu chochote ambacho sheria ilimkataza. Ndio maana leo unaweza kwenda ukasikiliza kesi ya Livonia trial ya Nelson Mandela ya mwaka 1963, miaka 62 iliyopita. Wazungu walikubali, watu wakawa wanahudhuria mahakamani kwa wingi. Speaker zinawekwa nje ya mahakama, watu wanasikiliza kesi ya kiongozi wao. Mwaka 63, wazungu weusi waliofikiri binadamu weusi sio binadamu, waliokuwa wanaamini kwamba binadamu weusi sio binadamu, lakini pamoja na kwamba waliamini sio binadamu, waliweka speaker nje ili watu wasikilize kesi ya kiongozi wao huyu ambaye sio binadamu. Yaani kama sisi binadamu tuna kesi na wanyama, lakini tuwawekea hao wanyama speaker wasikilize kesi ya mnyama mwenzao. Ndivyo wazungu walivyo wanaamini. Piki Botha aliyewahi kuwa waziri na rais wa Afrika Kusini alisema binadamu weusi ni kama kenge unafananisha na mamba, japo wanafanana. Kenge ni kenge na mamba ni mamba, akiwa na maana kwamba mtu mweusi ni kenge, hawezi kufananishwa na mamba ambaye ni mtu mweupe, japo wanafanana kwa kila kitu. Waliamini hivyo, lakini walimwekea Mandela na watu wake hao nje speaker wasikilize kesi yao. Hawakuwapiga walioenda kusikiliza kesi. Waliruhusu kesi ya Mandela ikawa recorded. Leo ukiingia kwenye YouTube utasikiliza ya Mandela, I'm prepared to die. Hotuba ambayo alikuwa anazungumza kwamba sababu ambayo niko tayari kuifia ipo kwa sauti yake kutoka kwenye dock ya wazungu, wanasikilizwa na jaji mzungu. Leo jaji mkuu mweusi mwenzetu anasema watu waende mahakamani kwa idadi tu ya kile chumba. Huyu jaji mkuu anasema kwani wakamsikilize huyo mtu ni nani, ana umaarufu gani, ana nini, kesi yake irushwe live kwa nini? Huyu jaji mkuu anasahau kwamba huyu mtu anayemzungumzia amekuwa mbunge miaka 10 kwenye jimbo lake. Hata watu wa jimboni kwake tu wana interest ya kumsikiliza. Lakini huyu jaji mkuu anasahau kwamba huyu mtu amekuwa kiongozi wa Tanganyika Law Society. Anasahau kwamba huyu mtu ni mwenyekiti wa chama ambaye aligombea urais, wakampa kura milioni 2.8. Wao wenyewe wameiba serikali, wamempa kura milioni 2.8. Kama watu milioni 2.8 walimpigia kura, hata tuseme basi watu milioni 1 tena labda wamebadilika, hawamuhitaji,
au wengine wamekufa. Bado kuna watu 1,800,000 ambao wana interest ya kujua maslahi ya huyu mtu tuliyempigia kura yanaendeleaje, anafanywaje, kesi yake ikoje. Jaji mkuu wa Tanzania anajisahulisha, anauliza kwamba huyo mtu ni nani mpaka spika ziwekwe nje, mpaka arekodiwe. Anasema anarekodiwa kwenye korido, si kila mtu akitaka mtu afuatwe nyumbani kwake. Huyu sio mwizi wa kuku, jaji mkuu. Kwa hiyo tunapitia kipindi kama hicho ambacho tunaongozwa na watu ambao ni wabaya kuliko wakoloni. Wazee wangu, tuendelee kuwa imara. Kwa hiyo tusitegemee kwamba sheria nzuri zitasaidia hali hii, kwa sababu sheria nzuri zinazoongozwa na watu ambao wameishapotoka, watu ambao wameharibikiwa, hazina maana hizo sheria. Ukimpa Rais Samia sheria nzuri na serikali yake, Rais Samia ambaye mbele ya macho yake kwa kujua Ali Mohamed Kibao alikamatwa akauawa, baadaye rais anasema kifo ni kifo. Hata ukimwekea sheria nzuri, huyu anayeamini kifo hata cha mtu kuuawa ni sawa na mtu aliyeugua, anasahau kwamba huyu mtu ameuawa na akatolewa macho. Hata ukimtungia sheria nzuri hazina maana yoyote mbele yake. Tuna kazi kubwa ya kuliondoa taifa hili kwenye mikono ya watu hao, na hii kazi itafanywa na sisi wote, na wazee wa chama chetu, na vijana wa chama chetu, na vijana wa Tanzania, na kina mama wa Tanzania, na wazee wa Tanzania. Kwa pamoja tuibadilishe nchi hii. Ninawapongeza sana kwa siku yenu. Tume ya uchaguzi ya nchi hii haiwezi kutuletea kile tunachokitaka, haiwezi kutupa viongozi tunaowahitaji. Ndio maana sisi tumekataa kushiriki hiyo najisi. Na leo mnashuhudia, baada ya sisi kutokuwa kwenye uchaguzi, kampeni ya Samia imekuwa ngumu kuliko ambavyo tungekuwemo. Amekuwa resisted na watu. Kuna mabango kwenye nchi hii ya Samia kuliko kipindi chochote cha kampeni nilizowahi kuona. Juzi nilikuwa natokea Ngara, ni utitiri, ni mabilioni kwa mabilioni ya fedha. Pita Dar es Salaam, pita kila kona, billboard zote zimewekwa kwa rais ambaye ni watu wanamjua, ambaye hagombei na mtu yoyote, lakini ni mabango kila kona. Hizi ni fedha zenu, ni fedha za wazee wa Tanzania. Mnaishi maisha mabaya, mnateseka kwa expense ya mtu na kikundi kidogo cha watu. Sisi wengine hatutakata tamaa. Tunajua tunawindwa, lakini kama Mungu alivyotuleta duniani kwa makusudi yake, anajua ni lini tutaondoka hapa duniani. Mungu mwenyewe, sio binadamu, sio Rais Samia na serikali yake. Wala hatutaogopa, wala hatutajificha, wala hatutaenda popote. Viongozi wa chama chetu wote, wajumbe wote wa kamati kuu, hawaruhusiwi kutoka nje ya nchi. Tuna mialiko mingi, lakini tumeshindwa kutoka nje ya nchi. Wakurugenzi, sekretarieti yote ya chama, na pengine wajumbe baadhi ya baraza kuu na kamati kuu yote, hawaruhusiwi kutoka nje ya nchi. Viongozi wetu wanakamatwa. CCM ina hofu, Rais Samia ana hofu. Na wazungu wanasema the guilty are afraid. Wao wenyewe wamechakachua uchaguzi, na kwa sababu wana hatia, wana hofu. Ndio maana wanawinda viongozi wetu, wanatishwa na vivuli vyao. Tusiogope. Ninawapongeza kwa siku yenu. Siku yenu hii ilipaswa kuwa bora. Sisi Chadema tunaienzi na tunaithamini. Tunathamini na kuenzi mchango wa wazee kwenye nchi na duniani kote. Nataka niwahakikishie kwamba katika uongozi wetu tutahakikisha tunapoandaa chama chetu kwenda kushika dola ya nchi, kiwe ni chama cha kimageuzi, mageuzi makubwa ya kuhakikisha kwamba wazee wetu wataishi kwa heshima wanayoistahili. Wakifikisha miaka 60, tutawapa pension, wala hatutajadili, wala hatutafikiria hata mara mbili, kwa sababu fedha za umma zipo za kutosha na tuna uwezo kabisa wa kufanya hayo. Ninawapongeza sana
na ninawatakia kila laheri kwenye siku yenu. Ninafurahi sana kwa nyie kunikaribisha, na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa